Wale wakina mama ambao walikuwa wanalalamika wakina baba wananyonya maziwa ya watoto, sasa hivi wakina baba wanakula nini? Maana sasa watoto wanajisonsomola kwelikweli, au tumewasuta sana? Jamani, wakina baba huko salama? Salama. Hongera, mmeacha maziwa ya watoto jamani. Haturudi tena. Aidha, mafanikio hayo pia yamepatikana katika swala zima la unyonyeshaji. Kwenye unyonyeshaji nimeona kama takwimu zimeporomoka pakubwa mno. Sasa nikawaza wale wakina mama ambao walikuwa wanalalamika wakina baba wananyonya maziwa ya watoto, sasa hivi wakina baba wanakula nini? Tumewapelekea elimu ya kutosha huko, wale uji wao wa nani lishe na mtama? Maana sasa watoto wanajisonsomola kwelikweli, wananyonya vizuri sana, na tumetoka 15% mpaka 55.2. Mnafikiri ni mchezo au tumewasuta sana? Bali nilikuwa nawaza nikasema, au akina baba tumewasuta sana, sasa mmeona aibu. Sasa waliobakia hawa wachache, ni jukumu letu sasa kwa wakina baba pamoja kuhakikisha kwamba tunawasaidia wakina mama waweze kunyonyesha watoto wetu nyumbani vizuri. Palipobakia ni padogo sana. Kazi imefanyika kubwa sana hapa, na kwa kweli ninajua kabisa hapa maafisa lishe pamoja na wale waja kule chini mmefanya kazi kubwa sana. Hongereni sana, kwa sababu hii ilikuwa ni changamoto kubwa, na sio tu changamoto, lakini pia ilikuwa ni swala la fedhea, kwamba mama amejifungua, maziwa yanatoka, kwa sababu maziwa mama yanatoka ni mpango wa Mungu, mtoto aweze kupata chakula. Sasa maziwa yanatoka, mtoto hanyonyi, maziwa yale yanaenda wapi sasa? Mtoto anakula nini? Ulanzi. Lakini sasa tumeona sasa kiwango kimeongezeka. Manake ni kwamba wakina mama na jamii pamoja na wakina baba wenyewe, maana na nyie pia nisiko kupongezeni nitakuwa sija watendea haki. Jamani, wakina baba huko salama? Salama. Hongera, mmeacha maziwa ya watoto jamani. Haturudi tena. Na naomba niwaambie faida ambayo itakuja kutokea hapa ni kubwa, na nyinyi wenyewe mtakuja kunishukuru baadaye. Kwa sababu sasa watoto wetu watapata afya ya mwili. Angalieni sasa mnavyofurahi. Watoto wetu watapata afya ya mwili, watapata na afya ya akili, kwa sababu maziwa ni tiba kubwa ya akili katika ukuaji. Kwa hiyo kwenye hili kwa kweli kama mkoa tuna kila sababu ya kujipongeza. Tumefanya kazi kubwa sana.